Habari za wakati huu. Wanasiasa na wanaharakati waishambulia ofisi ya msajili, watishia kuifuta Chadema ni hatari kwa demokrasia. Leo Mei 7 mwaka 2026, mjadala mkali umezuka mitandaoni na katika duru za kisiasa nchini Tanzania, ambapo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imetoa barua kali kwa Chadema ikikitaka kujieleza rasmi ndani ya siku 13 kwa nini usajili wake usisimamishwe au kufutwa, ikitaja kauli na matendo ya viongozi wake kama John Heche, Joseph Mbilinyi almaarufu kama Sugu na Oliver Kisaka kuwa wanahatarisha amani na utulivu wa nchi. Wanasiasa, wanasheria na watetezi wa haki za binadamu wameishambulia vikali ofisi hiyo, wakisema hatua hii ni tishio kubwa kwa demokrasia na ushindani wa kisiasa nchini. Ofisi ya msajili kupitia kaimu msajili Sistine Yahoza imemtumia barua chama cha demokrasia Chadema yenye kumbukumbu namba HA 322/362/16A/22 ya Mei 7 mwaka 2026. Katika barua hiyo, msajili anasema yafuatayo: ofisi imekuwa ikifuatilia kwa karibu kauli na matendo ya viongozi wa Chadema. Mifano, kauli za John Heche kuhusu maandamano nchi nzima kudai kuachiwa kwa Tundu Lissu, kauli za Oliver Kisaka kuhusu mageuzi makubwa, na taarifa ya kamati kuu ya Mei 5 mwaka 2026 inayodaiwa kuwa na kashfa na uchochezi dhidi ya serikali ya Rais Samia. Ikiwa Chadema haitatoa majibu yanayoridhisha ndani ya siku 13, chama kinaweza kukabiliwa na hatua kali kama kusimamishwa kwa usajili, faini au kuzuiwa kwa kufanya shughuli fulani za kisiasa. Hii ni hatua kali sana na inaweza kuwa ya kihistoria katika siasa za Tanzania. Mitandao ya kijamii, hasa mtandao wa X almaarufu kama Twitter, imejaa maoni na ukosoaji mkali. Upande wa upinzani na wanaharakati wengi wanasema hii ni kukandamiza demokrasia na kutumia sheria kama silaha. Wengine wanauliza, kama Chadema inafungiwa, je, CCM itafungiwa lini kwa kauli zake? Wanasheria pamoja na watetezi wa haki wenyewe wanaona hatua hii ni kama tishio kwa uhuru wa kisiasa na wanaonya kuwa inaweza kuathiri imani ya kimataifa katika demokrasia ya Tanzania. Upande unaunga mkono serikali, wengine wanasema Chadema imekuwa na kauli zinazochochea taharuki na inapaswa kuwajibika kisheria. Na maoni ambayo yapo katikati, wengine wanauliza, je, hii ni kulinda amani au ni kukandamiza upinzani? Na wanaomba mazungumzo ya kitaifa badala ya hatua kali. Mjadala huu unaonyesha mgawanyiko mkubwa wa kitaifa na unaweza kuongeza mvutano. Hii ina maana gani kwa taifa pamoja na demokrasia? Kwa upande wa chama cha Chadema, hii ni changamoto kubwa, lakini inaweza kuwa fursa ya kuungana zaidi na kuongeza uungwaji mkono wa umma. Na kwa upande wa serikali, inatoa taswira ya kutumia mamlaka ya kisheria kudhibiti upinzani, jambo ambalo linaweza kuathiri taswira ya utawala bora. Kwa upande wa demokrasia, ikiwa chama kikuu cha upinzani kinaweza kusimamishwa au kufutwa kwa kauli zake, basi uhuru wa kisiasa na ushindani wa vyama unaweza kuwa hatarini. Kwa vijana pamoja na umma, inazidisha wasiwasi wa migawanyiko na inaweza kuongeza mvutano wa kisiasa. Ofisi ya msajili ina mamlaka ya kisheria, lakini hatua hii inaonekana kuwa ya kisiasa na inaweza kuwa na athari mbaya kwa demokrasia. Kuadhibu chama kwa kauli za viongozi wake kinaweza kuonekana kama kukandamiza upinzani badala ya kulinda amani. Kauli za viongozi wa Chadema zinaweza kuwa na nguvu na wakati mwingine zinaweza kuwa na uchochezi, lakini suluhisho si kusimamisha chama kizima. Suluhisho bora ni kutoa nafasi ya kujibu na kushughulikia kauli maalum mahakamani ikiwa zinakiuka sheria. Chadema iwasilishe majibu yaliyo na hekima na kisheria ndani ya muda uliopangwa. Serikali pamoja na msajili wake waachie mahakama kushughulikia suala ya kisheria badala ya kutumia mamlaka ya kitawala. Na pande zote ziingie katika mazungumzo ya kitaifa yenye uwazi na hekima ili kuepuka migogoro zaidi. Vyama vya siasa vinatakiwa viheshimu sheria na kuepuka kauli zinazoweza kuchochea vurugu, lakini serikali nayo iheshimu uhuru wa kisiasa na kujieleza. Mwisho wa siku, demokrasia inahitaji usawa, uhuru wa upinzani na utulivu wa taifa. Hatua kali kama hii inaweza kuongeza mvutano badala ya kuleta utulivu. Ofisi ya msajili imetoa onyo kali kwa Chadema la kujieleza ndani ya siku 13 au kukabiliwa na hatua za kusimamishwa usajili. Hii ni hatua yenye uzito mkubwa ambayo inaweza kubadilisha mwelekeo wa siasa za Tanzania. Tanzania inastahili demokrasia yenye hekima, sheria na amani.
Je, wewe nini maoni yako kuhusiana na sakata hili la kufutwa kwa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema? Sababu viongozi wakuu wa upinzani kama Zitto Kabwe ametoa kauli, amesema ole wenu muifute, ifuteni tuone. Wanaharakati wengi wa chama cha ACT Wazalendo pamoja na wanasheria kama Makbusi wamesema hii sasa inaenda kuwa too much kwa taifa hili, kwa sababu wanaona kama wananyanyaswa sana kiasi kwamba wanashindwa kutoa maoni yao ya moyoni. Hii inakuja wakati ambapo bado kuna vurugu nyingi nchini, ambapo kuna matukio mengi yanazidi kutokea na watu wanahitaji maridhiano, lakini bado haijafanyika. Sasa kitendo cha kauli hii kutolewa na msajili wa vyama inaonyesha kwamba vyama vya upinzani havina nguvu yoyote ile ya kuongea wala kuikosoa serikali. Sasa sijajua nini maana ya kuwa chama cha upinzani kama kuongea maneno kama hayo tu, kwamba tunataka tu Tundu Lissu waachiwe na kusema kwamba wanataka kubadilisha katiba mpya, ni mambo yanayochochea vurugu na uvunjifu wa amani. Je, kweli hayo mambo wanayoyataka yanaweza kupatikana kwa njia hii, au wanatakiwa yapate kwa njia gani kama mazungumzo yamekuwa ni magumu kufikiwa? Wewe nini maoni yako ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii?